Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ninachotaka ufahamu siku ya leo ni kwamba ni majira yako ya kung'aa. Ninachotaka ufahamu siku ya leo ni kwamba ni majira yako ya kuwa juu. Haleluya. Ni majira yako ya kuathiri ulimwengu wako kwa njia chanya. Amen. Ni majira ya wewe kuwa ushuhuda kwa ulimwengu. Ni majira ya wewe kuinua kichwa chako katikati ya wenzako. Amen. Haleluya. Kwa hiyo mwaka huu, sikia, kuna kitu kinaitwa nguvu ya uvutano, na ile nguvu ya uvutano inayovuta na kurudisha vitu chini, mwaka huu haitaweza kukuvuta chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haitaweza kukuvuta chini. Haleluya. Kama ambavyo hiyo nguvu haikuweza kumvuta Yesu na kumrudisha chini siku Yesu alipokuwa anapaa kwenda mbinguni, basi na wewe hakuna kitu kitakacho kuvuta chini mwaka huu katika jina la Yesu. Haleluya. Zaburi sura ya 3 mstari wa 3, Biblia inasema kwamba Mungu ndiye ngao yako pande zote, Mungu ndiye utukufu wako, na Mungu ndiye muinua kichwa chako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyo Mungu yuko hai, anainua kichwa chako, yuko hai. Atainua kichwa chako katikati ya wenzako mwaka huu. Atainua biashara yako katikati ya adui zako mwaka huu. Atainua watoto wako katikati ya wenzake mwaka huu. Atainua maisha yako katikati ya ndugu zako mwaka huu, na itakuwa hivyo kwako katika jina la Yesu. Amen. Hebu sikieni watu wa Mungu, wewe kama chumvi ya dunia, maana Biblia inasema wewe ni chumvi ya dunia. Kwa hiyo wewe kama chumvi ya dunia, haleluya, kuanzia leo dunia itatamani ladha yako katika jina la Yesu. Kuanzia leo dunia itatamani matokeo yako katika jina la Yesu. Kuanzia leo, kama vile chumvi inavyohitajika na dunia, ndivyo ambavyo utahitajika duniani katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna kitu ambacho nataka ni kuconnect nayo. Anaitwa Roho wa Kristo, anaitwa Roho wa Mungu. Unatakiwa kuwa na ushirikiano na Roho Mtakatifu ili uweze kuinua kichwa chako, ili uweze kuangaza, ili uweze kuinuka. Bwana Yesu asifiwe. Warumi sura ya 8, Warumi sura ya 8 mstari wa 11, Biblia inasema hivi. Warumi sura ya 8 mstari wa 11, Biblia inasema ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, anasema aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atauisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nataka ufahamu hivi, kama unaye Roho wa Kristo ndani yako, kama unaye Roho Mtakatifu ndani yako, hauwezi kuwa chini. Kama unaye Roho wa Kristo ndani yako, hauwezi kuwa mavumbini. Kama unaye Roho wa Kristo ndani yako, hauwezi ukazuiliwa. Kama unaye Roho wa Kristo ndani yako, hauwezi kubaki kaburini. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu ni kuinua watu. Kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu ni kuleta ufufuo. Kazi ya mojawapo ya Roho Mtakatifu ni kupambana na nguvu ambazo zinashusha watu chini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sikia mtu wa Mungu, mwaka huu huyo Roho wa Kristo anayekaa ndani yako atakuweka mahala pa juu. Huyo Roho wa Kristo anayekaa ndani yako ataleta ufufuo katika maisha yako. Huyo Roho wa Kristo anayekaa ndani yako atakuweka mahala pa utukufu. Huyo Roho wa Kristo anayekaa ndani yako, haleluya, atakufanya mwaka huu uwe kama baluni isiyoweza kuzamishwa ndani ya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Unachohitaji ni kushirikiana na Roho Mtakatifu. Unachohitaji ni kushirikiana na Roho wa Kristo anayekaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tambua siku ya leo kwamba hakuna nguvu
itakayoweza kuficha nuru yako mwaka huu. Haleluya! Wala hakuna nguvu itakayoweza kuzika hatima yako mwaka huu, wala hakuna nguvu itakayoweza kuzuia matokeo yako chanya mwaka huu, katika jina la Yesu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikupe kisa kimoja katika Biblia, na kisa hiki tunakipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 40. Haleluya! Mwanzo sura ya 40. Katika Mwanzo sura ya 40 kuna habari ya mtu anaitwa mnyweshaji mkuu wa mfalme. Haleluya! Na alikuwa mnyweshaji mkuu wa mfalme Farao. Huyu mnyweshaji mkuu alifanya makosa, na baada ya kufanya makosa akafungwa gerezani, na gereza ambako alifungwa ndio gereza ambako Yusufu pia alikuwa amefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu mnyweshaji mkuu akiwa pale gerezani amefungwa kwa sababu ya kufanya makosa, mfalme akamtupa gerezani na akamfunga mle ndani, na baada ya kufika gerezani alimkuta Yusufu katika lile gereza. Amen. Na ikatokea kwamba huyu mnyweshaji akaota ndoto. Amen. Alipoota ndoto akaenda kwa Yusufu, akamsimulia Yusufu ndoto yake, na akatamani Yusufu aweze kumtafsiria ndoto, maana ya ndoto aliyoota. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya huyu mnyweshaji kumwambia Yusufu habari ya ndoto yake, Yusufu akamtafsiria ndoto yake, na Yusufu akamwambia kwamba tafsiri ya ndoto yako ni kwamba, maana huyu mnyweshaji katika ndoto yake aliona matawi matatu. Yusufu akamwambia kwamba yale matawi matatu maana yake ni siku 3. Amen. Na Yusufu akamwambia baada ya siku 3 mfalme atakurudisha kwenye nafasi yako, mfalme atakurudisha kwenye kazi yako uliokuwa unaifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ikawa siku ya 3, siku ya birthday ya mfalme Farao. Haleluya. Biblia inasema Farao aliwafanyia watumwa wake wote, haleluya, aliwafanyia karamu, aliwafanyia sherehe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika hiyo siku ya 3 alipokuwa anafanya birthday yake Farao, Biblia inasema akainua kichwa cha yule mnyweshaji mkuu. Haleluya. Akamrudisha yule mkuu wa mnyweshaji katika kazi yake, kama vile Yusufu alivyomwambia huyu mnyweshaji wakiwa gerezani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sikia, mtu wa Mungu, ninachotaka kusema, haijalishi imetokea nini katika maisha yako. Yawezekana mwaka jana kuna mambo yalitokea katika maisha yako ukajikuta umepoteza kazi. Yawezekana mwaka jana kuna mambo yalitokea katika maisha yako ukajikuta umeachishwa kazi. Yawezekana mwaka jana kuna mambo yalitokea katika maisha yako ukajikuta umeondolewa kwenye nafasi yako ya juu uliokuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kwamba huyu mnyweshaji mkuu wa mfalme aliota ndoto akiwa gerezani. Alikuwa kwenye kifungo, alikuwa kwenye adhabu, alikuwa mahali anatumikishwa, lakini bado akaota ndoto, na Yusufu akamtafsiria ile ndoto, na kweli ikatokea kwamba siku ya 3 mfalme alipokuwa anafanya sherehe, haleluya, ya kuzaliwa kwake, aliinua kichwa chake akamrudisha kwenye nafasi yake, akamrudisha kwenye kazi yake. Haleluya. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba kama ambavyo huyu mnyweshaji alirudishwa kwenye nafasi yake akiwa gerezani, amen, haleluya, ndivyo ambavyo nataka nikwambie kwamba hakuna kizuizi kitakachozuia usiinue kichwa chako mwaka huu. Amen. Hebu sikia, mtu wa Mungu, gereza alikuweza kuzuia urejesho wa hatima yake. Haleluya. Gereza alikuweza kuzuia asirudi kwenye nafasi yake ya juu. Gereza alikuweza kuzuia, haleluya,
asiendelee na kazi yake, wala gereza alikuweza kuficha nuru yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala gereza alikuweza kuzuia kuinuka kwake. Amen. Kwa nini? Maadamu swala lake lilikuwa limeshashughulikiwa katika ulimwengu wa roho. Alishaambiwa katika ulimwengu wa roho kwamba baada ya siku 3 utarejea kwenye kazi yako. Baada ya siku 3 utainuliwa tena. Baada ya siku 3 utainua kichwa chako tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mazingira ya nje hayakuwa na nguvu ya kumzuia. Mazingira ya nje hayakuwa na uwezo wa kumzuia. Na ndivyo ambavyo hata wewe mazingira yako hayatakuzuia mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vikwazo vya nje havitakuzuia usiinuke mwaka huu. Haijalishi mtego ambao adui amekutegea mwaka huu, lakini huu mtego hautazuia wewe usiinuke. Haijalishi shimo ambalo adui amekuwekea mbele yako. Haleluya. Hilo shimo hautatumbukia ndani yake katika jina la Yesu. Haijalishi umeshtakiwa kwa kosa gani. Amen. Haijalishi hukumu ambayo imepitishwa juu yako ili usiinuke mwaka huu. Mungu aliye ngao yako atakuinua. Mungu aliye utukufu wako atakuinua. Mungu aliye nguvu zako atakuinua. Mungu ambaye ni muinua kichwa chako atakuinua mwaka huu katika jina la Yesu. Atakuinua tena mwezi huu katika jina la Yesu. Atainua hatima yako tena mwezi huu katika jina la Yesu. Atainua mtu kwa ajili yako akuinue katika jina la Yesu. Atakurejesha wewe kwenye nafasi yako ya juu siku ya leo katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu yupo siku ya leo kuharibu kila vikwazo na vizuizi vinavyozuia usiinuke katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuonyeshe hivi, au nataka nikuambie kitu hiki, kwamba shetani amechelewa sana. Shetani amechelewa kukuweka chini. Amen. Wachawi wamechelewa kukuweka chini. Mizimu ya ukoo na familia yako wamechelewa sana kukuweka chini. Bwana Yesu asifiwe. Hata watesi wa maisha yako wamechelewa sana kukushikilia chini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameshatangaza kwamba wewe ni nuru ya ulimwengu. Mungu ameshatangaza kwamba wewe ni chumvi ya dunia. Mungu ameshatangaza kwamba ni majira yako ya kung'aa, ni majira yako ya kuinuka na kuangaza kwa matokeo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikutabirie au nikwambie kwamba mwezi huu Mungu anayeshusha na kuinua atakuinua katika jina la Yesu. Atakuinua juu katika jina la Yesu. Atakupa matokeo chanya katika jina la Yesu. Atainua kichwa chako katikati ya wenzako katika jina la Yesu. Hautabaki chini mwaka huu katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwisho nataka ujue kwamba ukitaka kuinuka na kuangaza kwa matokeo makubwa mwaka huu, kitu cha kufanya katika maisha yako ni kwamba muinue Yesu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama unatamani kuinuka mwaka huu, kama unatamani kuangaza katikati ya wenzako mwaka huu, kama unatamani nuru yako ing'ae sana mwaka huu, basi kitu cha muhimu cha kufanya katika maisha yako mwaka huu ni kwamba muinue Kristo, muinue Yesu katika maisha yako. Acha maisha yako ya muinue Yesu. Acha vyote ulivyo navyo vimuinue Yesu. Acha familia yako imuinue Yesu. Acha ndoa yako imuinue Yesu. Acha nyumba yako imuinue Yesu. Acha biashara yako imuinue Yesu. Acha kazi yako imuinue Yesu. Acha kila kitu chako kimuinue Kristo. Haleluya. Haleluya. Yesu anasema hivi. Yesu anasema katika kitabu cha Yohana sura ya 8 na ule mstari wa 28. Yesu anasema hivi. Anasema kwamba mtakapokwisha kumuinua mwana wa Adamu, ndipo mtakapofahamu kwamba ndiye yeye. Amen. Anasema mtakapokwisha kumuinua mwana wa Adamu. Amen. Kwa acha mwana wa Adamu ainuliwe katika maisha yako. Acha nafsi yako muinue. Acha moyo wako muinue. Acha vitu vyako vyote viinue jina lake.
Anasema mtakapokwisha kumuinua mwana wa Adamu, ndipo mtakapofahamu ya kuwa yeye ndiye. Yeye ndiye nani? Yeye ndiye anayeinua watu. Yeye ndiye nani? Yeye ndiye anayewasha taa yako. Yeye ndiye nani? Yeye ndiye anayeinua kichwa chako. Yeye ndiye nani? Yeye ndiye anayewapa watu pumziko. Yeye ndiye nani? Yeye ndiye anayetutoa kwenye umateka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuombe siku ya leo. Nataka tuombe siku ya leo. Haleluya. Simama kwa miguu yako pale ulipo, na tunaenda mbele za Mungu kuomba. Simama pale ulipo tuweze kuomba. Haleluya. Omba ukimaanisha, omba kwa bidii, omba kwa imani, omba kwa sauti. Haleluya. Nataka tuinue sauti zetu sahihi. Hebu inua mikono yako juu na sema, Bwana Yesu. Sema kwa imani, Bwana Yesu. Sema tena kwa imani, Bwana Yesu. Mimi ni chumvi ya dunia. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Sitakosa ladha mwaka huu. Sitatupwa nje na kukanyagwa na watu mwaka huu. Mimi ni mchi uliowekwa juu ya mlima. Sitafichika mwaka huu. Nuru yangu haitazimwa mwaka huu. Taa yangu haitazimwa mwaka huu. Nainuka na kuangaza. Nainuka na kuangaza kwa matokeo chanya katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. I cannot be hidden anymore. I am shining out for all to see my light. Hallelujah. It is my time to arise and shine in the name of Jesus. Hallelujah. Sema tena amen. Mwaka huu utaangaza katika jina la Yesu. Mwaka huu unainuka na kuangaza katika jina la Yesu. Mwaka huu nuru yako inaangaza katika jina la Yesu. Mwaka huu taa yako inawaka kwa ukuu katika jina la Yesu. Mwaka huu utaenda mbali kimaisha katika jina la Yesu. Mwaka huu matokeo yako yatakuwa makubwa katika jina la Yesu. Hakuna nguvu itakayo kushikilia chini katika jina la Yesu. Hakuna nguvu itakayo kuvuta chini katika jina la Yesu. Hakuna nguvu itakayo kuweza kukushikilia chini katika jina la Yesu. Mazingira yako ya nje hayatazuia kuinuka kwako katika jina la Yesu. Vikwazo vya nje havitazuia kuinuka kwako katika jina la Yesu. Mashimo na mitego aliyokuchimbia haitakunasa mwaka huu katika jina la Yesu. Unainuka na kuangaza kwa matokeo makubwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Arise and shine in the name of Jesus. Arise and shine, for your light has come in the name of Jesus. Arise and shine out for people to see your light in the name of Jesus. So shall it be in the name of Jesus. Ndivyo itakavyokuwa kwako katika jina la Yesu. Inua sauti yako, mshukuru Mungu kwa maana amesikia maombi yako na amejibu maombi yako. Baba, tunasema asante kwa kuwa umetenda.